mavitabu yale yaliyoko pale. Hii ni ripoti ya rais. Aliyeunda tume ni rais, na ripoti yote hii ni ya rais. Kwa hiyo wasitokee watu wengine wakadai ownership ya ripoti hii. Ni ripoti ya rais. Nilisema tume za huko nyuma zilikuwa zinabanwa kimya kimya. Mimi nimeamua tuambizane, lakini ripoti ni mali ya rais. Tumepokea, nataka niwahakikishie tume kwamba tumepokea mapendekezo yote yaliyowasilishwa na tutakayoyasoma kwenye makabrasha yale, na tutaanza kuyafanyia kazi mara moja. Katika hatua hii nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, tuungane kwa pamoja kulirejesha taifa letu kwenye misingi yake. Na katika kuakisi mapendekezo ya taarifa ya tume, serikali itachukua hatua za haraka zifuatazo. Kwanza, katika muda mfupi ujao itaundwa tume ya maridhiano, lakini kwanza tutakwenda mapendekezo ya tume kufanya upelelezi wa kina wa yale ambayo tume wameyabainisha. Lakini katika muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Naomba nikumbushe kuwa nia ya kuwa na tume ya maridhiano ilikuwepo hata kabla matukio ya Oktoba 25, na ni moja ya ahadi zangu nilizoziahidi kutekeleza ndani ya siku 100 za kwanza. Hata hivyo, kwa bahati mbaya, ghasia zilizotokea Oktoba 25 zimechelewesha utekelezaji wa ahadi hiyo, kwa kuwa hata hadidu za rejea za tume ile ambazo nilitayarisha sasa zitapaswa kubadilika kuendana na mazingira yaliyopo sasa. La pili tutakalofanya ni baada ya tume ya maridhiano kuwasilisha ripoti yake, maoni na mapendekezo yatakayowasilishwa ndio yatakayoelekeza au yatakayoelekezwa kwenye mchakato wa kurekebisha katiba ya nchi. Tatu, kwa kuwa ripoti imebainisha kuwepo kwa viashiria vya jinai kuhusu matokeo yale, tutaunda kama nilivyosema chombo maalum cha upelelezi kwa maana criminal investigation kwa ajili ya kufanya kazi iliyopendekezwa na tume. Ripoti ile au chombo kile kitaangalia masuala yaliyobainishwa na kubaini waliohusika katika kupanga, kuratibu na kufadhili matukio ya ghasia au vurugu. Lakini vile vile watajielekeza kubaini wahusika wa matukio ya uhalifu, kwa sababu kuna vurugu, kuna na uhalifu. Kuna wale wote ambao walikuwa wanavunja maduka, kuvamia na kuiba, tajielekeza huko. Kwa bahati nzuri picha zipo zitatuongoza kwenye mambo hayo. Lakini pia tume au chombo kitakachoundwa kitaangalia kwa undani vifo vya watoto na kushughulikia swala la madai ya miili ambayo haijapatikana. Tume hii itajielekeza huko pia. Tume itajielekeza pia kwenye masuala ya wanaodaiwa kutekwa na ambao taarifa zao hazijapatikana. Vile vile walioathirika nje ya eneo la vurugu. Tume itaangalia maeneo yote haya, au hicho chombo kitaangalia maeneo yote haya. Jambo la 4 tutakalofanya ni serikali itaweka utaratibu wa kugharamia matibabu ya majeruhi wa ghasia ambao bado wanahitaji matibabu. Vile vile itagharamia vifaa saidizi na viungo bandia kwa waliopata ulemavu wa kudumu ili waweze kuyamudu mazingira yao ya kila siku. Natambua na kama ilivyosemwa hapa kwamba wapo wafanyabiashara ndogo ndogo ambao kwa uwezo wao hawawezi kuingia bima kubwa za kuweza kuwalipa. Basi nao
Tutaangalia hasara walioipata na kuangalia faraja tutakayoweza kuwafariji. Jambo la 5, navielekeza vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea kutekeleza majukumu yake ili kuhakikisha nchi inaendelea kuwa salama. Jambo la 6, ghasia zile za Oktoba 25 zimegharimu maisha ya Watanzania wenzetu, raia na askari. Vifo hivyo vimetuumiza sana. Tuelekeze mioyo yetu kwa Mola wetu, tuendelee kuombea ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Aidha, tuliombee taifa letu ili Mwenyezi Mungu aendelee kuliponya na kuliimarisha. Tusimame na maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha 2 cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 mstari wa 14, ambayo yanasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Tusimamie hapa. Vile vile maneno ya Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu sura Al-Araf aya ya 7 mstari wa 13 yanasema, Mola wetu, tumejidhulumu nafsi zetu, na usipotusamehe na kuturehemu, hakika tutakuwa miongoni mwa waliopata hasara. Sasa tusiwe, hasara ilishatokea, tusiendelee kuwa miongoni mwa waliopata hasara. Naomba sana tusimamie maneno ya vitabu vyetu vitukufu. Niwaombe sana viongozi wa dini wa madhehebu yote nchini, msimame kwenye nafasi yenu ya kuliponya taifa letu. Sasa kuleta matumaini ni mapokeo. Kuleta matumaini ni mapokeo. Kuna wengine hawapendi tu. Yaani utulivu wa nchi kwao wao ni hasara. Yaani kuna watu hawapendi. Kwa usitegemee kwa beti tutatoka leo wote tutaimba wimbo mmoja. Kuna watu kadiri tunapokuwa na misukosuko ndio maisha yao. Watapendaje? Hawatopenda. Lakini kwa yoyote ambaye kwa kweli ana nia njema na nchi hii, ameisikiliza tume, ameona genuinity ya tume, ameona weledi wa tume, ameona uzoefu wa tume, kwa sababu ile ripoti ilivyokuwa ikichambuliwa sio ripoti ya kitaifa brother. Hata wale waliokuwa sasa wana mashaka na hii tume, ungemleta nani angesema maneno gani tofauti, angetumia methodology gani tofauti. Wameonyesha walikuwa wanatumia kimataifa, wanaturudisha kanda, wanaturudisha ndani, wanakwenda kimataifa, wanatuleta kanda, wanaturudisha ndani. Sasa lakini bado kuna watu wanapiga kelele. Sasa kama ulikuwa unataka katiba mpya, imesema kweli kuna kilio cha katiba mpya, kaja mwenye tume yake kakiri, kapokea, kaja mkuu wa nchi anasema jamani tuko tayari tuungane, hebu tuyatekeleze haya. Sasa wewe utakuja tena bado useme choko. Sasa unachokitaka ni nini? Kwa sababu kuna watu hawako tayari kuona hali ikitulia. Hao hawapo brother. Hata kwenye familia mko 7, kuna wengine zile vurumai zikitokea yeye ndo anapenda, ndio raha yake. Kwa hiyo hatutegemee kwamba 100%, lakini kila mwenye kufikiri, kila mwenye kuitakia mema nchi hii, na kila mwenye kujutia kilichotokea kile na hataki tena ajirudie, mimi ninaamini ataungana na tume, ataungana